Rafiki na shabiki yangu wa nguvu kabisa wa Light Simulizi, ni kulete katika sehemu ya 6 ya kibao chetu cha Binti Lisa, ama unaweza kuita na kukumbuka Dear Ex. Karibu sana, mimi naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Basi unaambiwa kumalizika kwa sherehe ya mahafali hakukutamatisha safari ya masomo kwa kijana Clarence, bali kulitoa mapumziko mafupi, kisha safari ikaendelea. Clarence alianza rasmi safari yake ya masomo ya shahada ya uzamili pale pale UDSM. Kwa kipindi kile Clarence alikuwa anaishi kwenye hosteli maalumu za wanachuo waliokuwa wanasomea masters. Hosteli zile zilikuwa tofauti kidogo na zile alizokuwa anaishi kipindi alichokuwa anasomea shahada ya kwanza, yani bachelor's degree. Hosteli za wanafunzi wa masters zilikuwa zinawapa fursa wahusika kuishi kama mtumishi wa taasisi na sio kama mwanafunzi. Kila mwanachuo alikuwa anaishi kwenye chumba chake na kila chumba kilikuwa na sebule ya kutosha. Lakini pia upande wa pili, Lisa naye alifanikiwa kuendelea na masomo kwa mwaka wa pili mara baada ya kufaulu vizuri ile mitihani ya ziada. Sharon naye alifanikiwa kuendelea na masomo kwa mwaka wa pili baada ya kufaulu katika mitihani yake ya mwaka wa kwanza. Ingawa Sharon alifaulu na kufanikiwa kusonga mbele, lakini hakufurahia kabisa matokeo, kwani hakufikia lengo alilokuwa amejiwekea. Lengo la Sharon lilikuwa ni kuwa mwanafunzi bora wa mwaka katika darasa lao, lakini kwa bahati mbaya alijikuta anashika nafasi ya pili. Bimdada hakufurahishwa kabisa na ile nafasi, hivyo aliingia mwaka wa pili wa masomo akiwa na malengo ya kuongeza juhudi katika masomo ili afanye mapinduzi kwenye swala zima la taaluma. Siku zilisonga na masomo yaliendelea kama kawaida ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Penzi la Clarence na Lisa lilizidi kuchanua kadri siku zilivyozidi kwenda. Ingawa waliishi kwenye hosteli tofauti, lakini mara nyingi walikula na kulala pamoja kama watu waliooana. Kwa namna walivyokuwa wanapendana, ilifika hatua walikubaliana na Clarence apeleke posa kwa wazazi wa Lisa ili mwaka uliokuwa unafuata waweze kuoana kabisa. Clarence alikubali kufanya hivyo kwa kuwa hakutaka kabisa kumkosa Lisa, lakini pia Lisa hakutaka kabisa kumpoteza Clarence. Wao waliamini kwamba wakitoleana posa mapema, basi hakuna kitu ambacho kingeweka kizuizi kufikia ndoto zao za kuoana. Lisa alimshirikisha dada yake Mary jambo lile, lakini dada alimsihi mdogo wake avute subra mpaka atakapohitimu masomo yake. Kwa wakati ule ingekuwa vigumu sana wazazi wao kukubali posa kutoka kwa mwanaume yeyote. Lakini pia Clarence aliwashirikisha marafiki zake, ila walimsihi sana afikiri kabla ya kutenda. Kauli za marafiki hazikumuingia kabisa Clarence, hivyo aliamua kufikisha jambo lile kwenye mahakama kuu ambayo ni mama yake mzazi. Mama alifurahishwa sana na jambo ambalo vijana wake waliliwaza. Lilikuwa ni jambo jema sana na sahihi, lakini wakati huo ndo haukuwa sahihi. Lakini pia mama alimkumbusha Clarence asiwe anachukua maamuzi mazito kwa kufuata matakwa ya moyo wake pekee bila kusikiliza akili inasemaje. Kufuatia kauli ya mama, Clarence aliamua kupooza jambo lile na kusubiri wakati sahihi ambao mama aliuzungumzia. Clarence aliamini kwamba huo wakati utakuwa ni baada ya wao kutamatisha safari yao ya masomo. Clarence na Lisa waliamua kuvuta subra, huku wakipeana matumaini kwamba watapendana mpaka pumzi yao ya mwisho. Baada ya miezi kadhaa, Clarence alipata nafasi ya kuwa mkufunzi msaidizi, yani assistant lecturer pale pale chuoni. Hiyo ilikuwa ni ajira ya kwanza kabisa kwa Clarence ambayo ilimtambulisha kwa kama mtumishi wa taasisi. Nafasi ile Clarence aliipata kutokana na ufaulu wake mkubwa ambao aliupata kwenye shahada yake ya awali, yani bachelor degree. Ni rasmi sasa Clarence akawa mkufunzi msaidizi na majukumu yake yalikuwa ni kuwafanyia wanafunzi marudio ya vipindi vilivyofundishwa na wakufunzi wakuu. Mara nyingi vipindi hivyo vilikuwa vinafanyika katika nyakati za jioni na lengo kuu ni kutoa uelewa wa kina zaidi
kwa wanafunzi ambao hawakuelewa wakati mkufunzi mkuu alipokuwa anafundisha. Lakini pia mkufunzi msaidizi alikuwa anaweza kupewa jukumu na mkuu wake kwenda kufundisha katika vipindi vya kawaida endapo ikitokea dharura. Nafasi ya Clarence kwa mkufunzi msaidizi haikumaanisha kwamba hakuwa tena mwanafunzi wa chuo. Bado Clarence aliendelea kusomea shahada yake ya udhamili, yani master's degree, na wakati huo alikuwa mwalimu msaidizi wa wanafunzi wa shahada ya awali, yani bachelor degree, katika masomo yalikuwa yanahusiana na sayansi ya kompyuta. Fursa ambayo Clarence aliipata ilikuwa ni njia moja kwa moja kuelekea kwenye malengo yake ya kuwa mkufunzi mkuu katika chuo hicho. Lakini pia fursa ile ilikuwa inampa mshahara Clarence akiwa kama mtumishi wa chuo, hivyo maisha ya Clarence kiuchumi yalibadilika kwa namna fulani. Ule wakati wa Clarence kuanza kutimiza wajibu wake akiwa kama mwalimu mwanafunzi uliwadia. Kuna muda Clarence aliingia darasani kama mwanafunzi akiendelea kusoma, yani kusomea shahada yake ya juu, na pia kuna muda aliingia darasani akiwa kama mwalimu wa wanafunzi waliokuwa wanasomea shahada ya awali. Lilipokuwa linakuja swala la Clarence kufundisha, basi hakukuwa na mashaka wala kipingamizi chochote juu yake. Kwa hakika mtaalamu alijaliwa upeo mkubwa wa kuweza kuteka hadhira kwa namna alivyokuwa anafundisha. Wanafunzi walikuwa wanamuelewa mara mbili zaidi ya vile walivyokuwa wanamuelewa mwalimu wao. Ilifikia hatua wanafunzi walikuwa wanahudhuria kwa wingi kwenye vipindi vya marudio kuliko kwenye vipindi vya kawaida. Kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa wanatamani Clarence angekuwa anawafundisha kwenye vipindi vya kawaida badala ya marudio. Kwa hakika Clarence alikuwa na nyota na bahati ya kukubalika na watu. Yaani kama nyota ya Clarence ilisafishwa na mganga wa kienyeji, basi huyo mganga ni mkweli wala sio tapeli. Huyo mganga anaweza kuifanya hata timu ya taifa ya Tanzania, yani Taifa Stars, kupata ubingwa wa kombe la dunia, tena kwa ushindi mnono kabisa ambao zaidi ya 3-0 dhidi ya mpinzani wake. Lile darasa alilokuwa anasoma Lisa na Sharon lilikuwa ni miongoni mwa madarasa ambayo Clarence alikuwa anaingia kufundisha. Sharon alikuwa mtu makini sana pindi Clarence alipokuwa anafundisha. Alikuwa anamsikiliza na kumfuatilia kwa makini sana, kwa sababu moyoni alikuwa anafahamu kwamba Clarence ndo alikuwa role model wake, yani mtu anayemuiga katika sekta ya elimu. Sharon alikuwa na ndoto ya kuwa bora kitaaluma kama alivyokuwa Clarence. Upande wa Lisa, yeye alikuwa na muda mchache sana wa kufuatilia kile kilichokuwa kinafundishwa na Clarence. Muda mwingi alikuwa anawatizama wanafunzi wa kike waliokuwa wanaweka mapozi na kumtega Clarence kwa vishawishi mbalimbali vya mapenzi. Lisa alikuwa anateseka kwa wivu, maana wanawake wengi walijikuta wanampenda sana Clarence. Lisa yeye alikuwa na fikra za wivu tu. Jambo walilokuwa nalifanya Lisa ni kujihami mapema, hivyo alikuwa anaweka hadharani penzi lake kwa Clarence. Penzi la Lisa na Clarence halikuwa siri tena, kwani kila mtu pale chuoni alikuwa anafahamu mahusiano yaliyokuwepo kati ya wawili hao. Sahau kuhusu kapu ya Beyonce na Jay-Z, tupa kule kapu ya Rihanna na Chris Brown, weka pembeni kapu ya Diamond na Wema, halafu piga teke kapu ya Harry na guys, silent killer ni hatari. I say kapu ya Clarence na Lisa ilikuwa ya moto kiasi kwamba wambea, wanafiki na watu wa hovyo walishindwa kuisogelea ama kuigusa. Licha ya kwamba wanachuo waliona wivu, lakini wengi wao walidiriki kusema kwamba kapo ama penzi la Lisa na Clarence ndio lilikuwa na mvuto bora na maarufu zaidi kuliko kapo zote pale chuoni. Kwa hakika walikuwa wanapendana sana kiasi kwamba hakuna mtu alitaraji kwamba ipo siku wawili wale wangekuja kutengana. Upendo wa Clarence kwa Lisa ulipitiliza kiasi kwamba alikuwa anamsaidia mpaka kufanya zile kazi za darasani kama vile homework na assignments ambazo zilikuwa zinampandisha chati Lisa kwenye matokeo yake. Uwepo wa Clarence ulifanya Lisa asahau kitu kinachoitwa kufeli. Kitu pekee ambacho Clarence alikuwa hawezi kumfanyia Lisa ni kuingia kwenye chumba cha mtihani na kufanya mtihani kwa niaba ya Lisa. Laiti kama kusingekuwa na sheria, basi Clarence angeingia kwenye chumba cha mtihani kwa ajili ya kumsaidia mpenzi wake.
Kwa nini mpenzi wake aumize kichwa wakati yeye yupo? Kwa nini mke wake mtarajiwa afeli wakati yeye yupo? Kwa hakika Clarence alipenda sana kumwona Lisa akifaulu mitihani yake, hivyo alitumia muda mwingi kumfundisha mada za darasani badala ya mapenzi. Kwa hakika Lisa alipendwa, alidekezwa na kupewa kila alichokitaka kwa Clarence kupitia mshahara ambao mtaalamu alikuwa anapokea baada ya kuajiriwa kama mkufunzi msaidizi. Ingawa mshahara ulikuwa mdogo, lakini ulitosha kumpendezesha Lisa, na change zilizokuwa zinabaki zilikuwa zinakidhi mahitaji ya nyumbani kwao Clarence. Hivi unamkumbuka Sharon, yule mdada alijitolea kuisaidia familia ya Clarence? Yule mdada aliyemnunulia Clarence keki ya mahafali? Basi yule mrembo hakuwa na mazoea wala urafiki wa karibu na Clarence. Licha ya mambo yote yaliyotokea baina yao, muda pekee ambao Clarence alikuwa anaonana na Sharon ni darasani tu, katika vipindi ambavyo Clarence alikuwa anakwenda kufundisha. Nyakati hizo ndo zilikuwa zinawakutanisha wawili hao. Mara nyingi Sharon alikuwa makini sana kumsikiliza Clarence, na pia alikuwa mwanafunzi msumbufu kuliko wote katika kuuliza maswali. Wakati Sharon akimsumbua Clarence kwa maswali mbalimbali, Lisa yeye alikuwa anapata wivu. Alichokuwa nahisi ni labda Sharon anampenda Clarence wake, ndio maana mara zote alikuwa akiuliza maswali ili mradi tu aonekane muda wote kwenye macho ya Clarence. Hizo zilikuwa ni fikra za Lisa ambazo zilichanganyika na akili ya wivu. Kiuhalisia ni kwamba Sharon alikuwa anauliza maswali kwa kuwa alikuwa ni mwanafunzi mdadisi sana, na aliamini kwamba kichwa cha Clarence kilikuwa na madini mengi sana, hivyo alitaka kuyachota machache katika mengi. Uhalisia wa nje ya darasa ni kwamba Clarence na Sharon hawakuwa na story kabisa. Hakuna mtu aliyekuwa na namba ya simu ya mwenzake. Kwa nini Sharon awasiliane na mchumba wa mtu? Kwani yeye alikuwa haogopi kuunguzwa na ule moto uliokuwa ndani ya penzi la M&C, yani Mona Lisa na Clarence? Hebu mwacheni Sharon aendelee kuenjoy kwa single bwana. Hata Clarence naye ilikuwa vigumu kwake kuwa na story nyingi na Sharon, maana mdada mwenyewe alikuwa serious kila wakati. Miongoni mwa vitu ambavyo Sharon alikuwa havipendi ni kuwa na urafiki na vijana wa kiume. Wanaume wote pale chuoni walikuwa wanamuogopa kwa kuwa alikuwa mkali sana. Licha ya kutokuwa na mawasiliano, Clarence alikuwa anakumbuka sana wema ambao Sharon aliutenda kwenye familia yake. Kila alipokuwa anamaliza kufundisha, alikuwa anatoa ishara fulani hivi ambayo ilimaanisha kumshukuru Sharon pasipo mwanafunzi yote kufahamu. Hata Sharon mwenyewe alikuwa haelewi Clarence alikuwa anamaanisha nini kufanya vile, ingawa alikuwa anahisi tu kwa kuwa ile siku ya mahafali Clarence alimshukuru kwa staili ile. Alichokuwa anakifanya Clarence ni kuzungusha kichwa kwa staili ya kuchora herufi S hewani, halafu anashika upande wa kushoto wa kifua chake kwa mkono wake wa kulia, kisha anainamisha kichwa chini. Kitu kingine ambacho Clarence kilikuwa kinamnyima fursa ya kuzungumza na Sharon ni mapenzi yake kwa Lisa. Clarence alikuwa anahofia sana kuweka mazoea na wanawake, kwa kuwa alijua kwamba nyota yake ilikuwa ni chips kuku kupendwa na wanawake. Ukaribu wake na wanawake ungemfanya amsaliti Lisa kwa namna Clarence alipokuwa anampenda Lisa. Hata ile tabia ya kula kwa kina mama ntilie alisitisha. Mtaalamu alihisi kwamba hata kwenda kula kwa mama ntilie au mgahawani ni kama kumsaliti mpenzi wake. Kwa nini apikiwe chakula na mke au mchumba wa mtu? Nyie laiti kama wanawake watamjua huyu mganga wa Lisa, basi wanaume wote mtafute pa kujificha. Siku, wiki na miezi ilisonga. Hatimaye kipindi cha mitihani ya kumaliza mwaka chuoni kilikaribia. Wiki moja kabla ya mitihani kuanza, wanafunzi walipewa mapumziko kwa ajili ya kujiandaa na mitihani iliyokuwa inabeba hatima ya maisha yao pale chuoni. Wanachuo wengi walionekana kuwa busy wakati wote wakijisomea vilivyo katika makundi, ili mradi waepukane na kitu kitwacho kufeli. Mitihani ile ilikuwa haimuhusu kabisa Clarence, kwa sababu ratiba ya mitihani ya wanafunzi wa masters degree ilikuwa haifanani na ratiba ya wanafunzi wa bachelor. Mitihani ile ilikuwa ni kwa ajili ya kina Lisa tu. Clarence alishafanyaga mitihani yake na tayari ashaianza likizo. Kwa kipindi kile Clarence alikuwa huru kurudi kwao kwa ajili ya mapumziko, kwa kuwa hata majukumu yake
katika ukufunzi yalifikia tamati kwa ule mwaka wa masomo. Ingawa Clarence alikuwa hahusiki kabisa kwenye ile mitihani, lakini alijua kwamba alikuwa na wajibu wa kusimama na Lisa katika kipindi chote cha maandalizi ya mitihani mpaka nukta ya mwisho. Clarence alishindwa kurudi nyumbani kwao kwa sababu ya Lisa. Ratiba yake ilikuwa ni kuhakikisha kwanza Lisa anafanya mitihani kwa usahihi kisha ndo arudi kwao. Mapenzi ndio yalimfanya Clarence abaki katika mazingira ya chuo licha ya kwamba mama na ndugu zake walikuwa na misi na kumpenda zaidi. Ile wiki ya maandalizi ya mitihani, Lisa na Clarence walikula na kulala pamoja, huku kauli mbiu ilikuwa ni Clarence kumfundisha Lisa mada mbalimbali kuhusu masomo. Lisa alihamia mazima kwenye chumba cha Clarence kwa kipindi kile. Lakini sasa, siku mbili kabla ya kuanza mitihani, Lisa alimwaga Clarence kwamba anakwenda nyumbani kwao kuchukua baraka za wazazi kuelekea kipindi cha mitihani. Wakati Lisa anaondoka, alimwaga Clarence kwamba angerudi siku ile ile, lakini haikuwa kama alivyoahidi. Lisa alishindwa kurudi hostel ile siku na alimpa taarifa Clarence kwamba wazazi wake walimtaka lale kule kule nyumbani, halafu siku inayofuata ndo arudi hostel. Clarence alimuelewa Lisa, hivyo hakuwa na pingamizi lolote katika lile, ingawa alikuwa na misi Lisa wake, lakini alijikaza kiume na kujipa matumaini kwamba wangeonana siku inayofuata. Ingawa Clarence alijipa hilo tumaini, lakini siku iliyofuata hakuweza kabisa kumtia Lisa machoni mwake, kwa kuwa Lisa hakurudi pia hiyo siku. Clarence, mpenzi wangu, najua umenimisi sana, lakini kumbuka kwamba wazazi wangu walinimisi zaidi, tena kwa kipindi kirefu walikuwa hawajaniona. Wewe kunikosa siku mbili tu, baba, umeanza kukonda. Tulia basi mpenzi wangu, usiwe hivyo. Au una hivyo baba, uniamini siku hizi? Hapana, sio hivyo ninavyofikiria Mona. Hivyo wazazi wako hawajui kwamba kesho ndo unaanza mitihani? Kwa nini wakuruhusu ulale huko wakati usiku wa leo ulitakiwa ujikumbushie yale uliyosoma siku zote? Na kuambia hivyo kwa sababu huko ulipo hujachukua daftari na huna notes zozote za kujisomea. Kwa makini kipenzi changu, hakuna mtihani rahisi duniani. Okay, nimekuelewa mume. Mimi sijapata hofu kulala huko kwa sababu hiyo kesho tunaanza mitihani majira ya mchana. Ondoa shaka baba. By the way, tomorrow morning nitakuwa hapo. Okay, ila washa data nikutumie notes fulani hivi ujikumbushie majira ya usiku, maana naamini maswali yake ni lazima utayakuta kwenye mtihani hiyo kesho. Naomba usilale bila kujisomea mpenzi wangu. Lakini pia kesho asubuhi na mapema naomba uwe hapa. Kuna vitu muhimu nataka nikufundishe kabla hujaingia kwenye chumba cha mtihani. Sawa mume, nimekuelewa. Okay, lakini Mona Lisa, naomba usahau kwamba Clarence anakupenda sana. Kama kuna sehemu nina madhaifu basi usisite kunieleza ili nijitahidi kupaboresha, ili mradi ufurahi mpenzi wangu. Najua kwamba binadamu hatujakamilika, ila ninapokuaga na wewe najihisi mkamilifu. With you I'm a complete man. Mimi hapa, mimi nakupenda, halafu nakupenda tena Mona Lisa. Hayo yalikuwa ni baadhi ya maongezi kati ya Lisa na Clarence kupitia njia ya simu. Kwa wakati huo Lisa alikuwa nyumbani kwao. Clarence alikuwa katika mazingira ya hosteli aliyokuwa anaishi. Siku iliyofuata Lisa alirudi asubuhi na mapema kwenye chumba cha Clarence ambako alihamishia makazi yake kwa muda. Alipofika alimkuta Clarence akiwa amekaa kitandani huku akiperuzi mtandaoni taarifa mbalimbali katika laptop yake. Baada ya Lisa kufika, walikumbatiana na kupeana mabusu kedekede ya kimahaba. Licha ya kutokuwa pamoja kwa siku mbili, lakini hakuna mtu aliyewaza ngono kwa wakati ule, kwa sababu Lisa alikuwa anatakiwa kuingia katika chumba cha mtihani masaa kadhaa kuanzia muda ule. Clarence alimtaka Lisa avute jiko kwa ajili ya kuandaa kifungua kinywa, kisha wakae mezani wafundishane vile vitu ambavyo Clarence alisema atamfundisha Lisa. Bimdada alikwenda sebuleni ambako ndiko shughuli zote za upishi zilikuwa zinafanyikaga. Lakini sasa wakati anatoka chumbani, simu yake aliacha kitandani alipokuwa ameketi Clarence. Wakati Clarence anaendelea kuchezea laptop,
Ghafla simu ya Lisa iliwaka kuashiria kulikuwa na ujumbe uliingia. Clarence hakuijadili ile simu, maana haikuwa kawaida yake kufuatilia simu ya Lisa, licha ya kwamba alikuwa anajua neno la siri la kufungua ile simu. Meseji 4 ziliingia mfululizo. Hapo Clarence akaona pengine kulikuwa na taarifa muhimu ambazo Lisa alitakiwa azipate. Mtaalamu alichukua simu na kumpelekea Lisa kule sebuleni. Alipofika hakufanikiwa kumkuta. Lisa alikuwa ametoka kidogo kwenda kununua vitafunwa vya chai. Swala lile lilimfanya Clarence achukue jukumu la kufungua simu ya Lisa na kuangalia ujumbe uliotumwa. Alipoifungua ile simu na kuingia kwenye uwanja wa message, alishtuka kidogo baada ya kuona message tata iliyokuwa imetumwa kutoka kwenye namba iliyokuwa na jina la Neema. Message ile iliandikwa, mke wangu vipi? Umeshafika hosteli? Ha, Neema. Haya. Baada ya kuona huo ujumbe, Clarence alishtuka, hivyo akaona bora afungue ili asome jumbe zote za Neema na Lisa ili ajue Neema ni mtu wa aina gani mpaka apate ujasiri wa kumuita Lisa mke. Clarence akafungua bwana. Aisee, kile alichokiona machoni mwake hakuamini kabisa. Jamaa alihisi kama alikuwa ndotoni, hivyo alianza kujipiga makofi kusudi ya mke kutoka usingizini. Jaribio lile lilifeli kwa kuwa hakuwa usingizini. Kwa mara ya kwanza kabisa Clarence alijikuta anapata mtikisiko mzito ambao ulisababishwa na mapenzi ndani ya moyo wake. Tangu Clarence azame penzini na Lisa, hakuwahi kabisa kufikiria kama Lisa alikuwa anasaliti penzi lao. Lakini pia Lisa naye hakuwahi kufikiria kabisa kama Clarence alikuwa anasaliti penzi lao. Kiufupi ni kwamba walikuwa wanaaminiana vilivyo na hata penzi lao halikuwahi kuingia doa. Muda wote Clarence na Lisa walikuwa na furaha chini ya mwamvuli wa penzi lao. Lakini sasa ile furaha iligeuka karaha na huzuni ndani ya sekunde moja tu ndani ya moyo wa Clarence. Zile message alizozisoma Clarence kwenye simu ya Lisa zilionyesha usaliti wa penzi uliokuwa unafanywa na Lisa. Lisa mama, wewe ni fundi kweli kweli. Yaani siku hizi ndio umezidi kuwa mtamu kuliko hata kipindi kile. Haya bwana, asante. Lakini Nelly, kumbuka sisi tulishaachana na wewe ndio uliniacha. Kwa hiyo usisahau kwamba we are no longer lovers. Kwa sasa nipo kwenye mahusiano mengine. Na wewe una mpenzi mwingine. Kwa hiyo naomba uniachie furaha ya penzi langu, yaani penzi langu jipya. Naomba usahau kuhusu jana na juzi. Penzi nililokupa lilikuwa ni kama bahati mbaya tu. Hivi kwa yale mautundu ulionifanyia jana kitandani, unadhani nitakubali kukuacha? Yaani naanzaje kukuacha mwanamke niliyekuleta mwenyewe kwenye huu ulimwengu wa mapenzi? Kinyago nimekichonga mwenyewe, alafu kinitishe? Wewe uliona wapi? Wewe ni kinyago changu Lisa, na utaendelea kuwa hivyo siku zote. Nelly, kwa kipindi chote tulichokaa bila kuwasiliana, mimi nilishakusahau kabisa kwenye kumbukumbu zangu. Zama zimebadilika Nelly. Lisa wa sasa sio ule wa kipindi kile. Kwa hiyo Lisa alinipa penzi jana na juzi ni upi? Ni wa sasa au ni wa zamani? Lisa, kumbuka misukosuko tuliyopitia siku za nyuma wakati tunajenga penzi letu. Kwa kipindi chote nilichokuwa nje ya nchi, nilikuwa na kukumbuka sana mpenzi wangu. Wakati narudi nchini, shauku yangu kubwa ilikuwa ni kuonana na wewe kipenzi changu. Siku zote nilizokuwa nje, nilikuwa natafuta maisha ili nije kuishi nawe mpenzi wangu. Haijalishi wazazi wako na kaka yako watanionaje, liwalo na liwe, ila muda ukifika lazima nije kwenu kujitambulisha. Kivingine, mimi nakupenda sana Lisa. Nelly, hata mimi nakupenda sana. Lakini tayari mimi nina hivi, kwa nini hukuniaga Nelly? Kama ungeniaga na kunipa matumaini ya kukusubiri, naamini nisingethubutu kumpenda mtu mwingine Nelly. Wewe ndio first love wangu Nelly. Kwa nini hukuniambia nikusubiri mpenzi wangu? Sasa nitafanya nini mimi? Au subiri wiki hii tunamaliza mitihani Ijumaa, alafu Jumamosi tutaonana ili tuzungumze vizuri baba. Hizo zilikuwa ni baadhi ya message ambazo Clarence
alizisoma kwenye simu ya Lisa. Kwa hakika lilikuwa pigo kubwa sana kwa Clarence. Mtaalamu alianza kuvuta pumzi ya moto kweli kweli. Ile oksijeni yake alihisi imebadilika na kuwa carbon dioxide. Siku zote alikuwa anapingana na kauli za watu kwamba hakuna mwanamke wa pekee yako. Clarence alikuwa nadhani Lisa alikuwa ni mwanamke wa pekee yake, huku akisahau kuwa yule hakuwa kiumbe chake. Ama kweli nimeamini cha pekee yako hapa duniani ni kile utakachokiumba mwenyewe tu. Hivi kweli Lisa? Clarence aliwaza moyoni huku akiugulia maumivu. Alichokifanya Clarence ni kuondoa ushahidi wa kuonekana. Alifungua ile simu wakati ule. Baada ya kumaliza kuondoa ushahidi, aliacha simu kisha kazuga kuendelea na zoezi la kuchezea laptop yake. Tangu muda ule Clarence alihisi dunia ilikuwa inazunguka kichwani mwake na sio kwenye muhimili wake. Mpaka kufikia muda ule Clarence alijua kwamba Lisa alimdanganya kuwa alikwenda kuchukua baraka kwa wazazi wake na atalala huko. Kumbe haikuwa hivyo. Kumbe Lisa alikuwa kwa mpenzi wake aliyemtaja kwenye message kwa jina la Nelly, na alilala huko kwa huyo jamaa ndani ya zile siku mbili. Kwa namna message za Lisa na Nelly zilivyokuwa zinasomeka, Clarence aliona kabisa Nelly ndio mwanaume aliyekuwa anapendwa sana na Lisa. Kwa tafsiri ya kawaida ni kwamba Clarence hakufanikiwa kupendwa na Lisa kwa asilimia zote. Yale mapenzi yote alionyesha Clarence kwa Lisa yalikuwa ya kweli, lakini yale mapenzi alionyesha Lisa kwa Clarence yalikuwa na maigizo ndani yake. Wakati mwingine kumwacha unayempenda aende kwa ampendaye ni upendo pia. Clarence aliona ni bora ampe uhuru Lisa aende akaishi na mwanaume ampendaye zaidi. Lakini kabla hajafanya maamuzi hayo, aliwaza kitu. Kwa wakati ule Lisa alikuwa anaingia katika kipindi kigumu cha mitihani. Hivyo kama angeliweka wazi jambo lile, basi lingeharibu taswira nzima ya ubongo wa Lisa kuelekea kwenye mitihani yake. Lisa angeshindwa kabisa kujisomea na kujibu maswali ya mitihani ipasavyo, kwa kuwa ubongo wake ungekuwa unawaza namna ya kutatua sintofahamu zilizopo ndani ya moyo wake kufuatia lile fumanizi la kimapenzi. Clarence hakutaka kabisa Lisa aharibu mitihani yake, hivyo aliamua kuvutia subra jambo lile kwa lengo la kumpa nafasi Lisa ya kuwaza kuhusu mitihani tu. Baada ya dakika kadhaa kupita, Lisa alirejea kule alipokuwa amekwenda kununua vitafunwa, kisha akaandaa chai mezani na kumkaribisha Clarence. Clarence na Lisa waliketi mezani kisha wakaanza kula. Baada ya kumaliza kula, walifungua rasmi darasa na Clarence alianza kumfundisha Lisa kwa moyo wake wote, licha ya kwamba moyo huo ulikuwa unavuja damu kwa wakati huo. Clarence alijaribu kudhibiti moyo na kinywa chake kwa kipindi chote ambacho Lisa alikuwa kwenye mitihani. Lisa hakujua kabisa kwamba Clarence alishagundua siri nzito iliyopo kati yake na Nelly, kwa kuwa Clarence hakuonesha mabadiliko yoyote. Kuna nyakati fulani Lisa na Clarence walikuwa wanaketi sebuleni, huku kila mmoja wao akionekana kufanya shughuli yake. Lisa alikuwa anajisomea huku Clarence akiwa anapangilia vitu vyake kwenye laptop. Katika nyakati hizo Lisa alikuwa anapata wasiwasi kwa kuwa kuna muda Clarence alikuwa anasimamisha shughuli anoifanya na kuanza kumtizama kwa macho fulani hivi yenye huzuni na masikitiko, huku akionyesha kuwa mbali kimawazo. Kila mara Lisa alipokuwa anainua shingo kumtizama Clarence, Clarence naye alikuwa anainamisha kichwa kwenye laptop yake ili asionekane kama alikuwa anamtizama Lisa. Jambo lile lilimshangaza Lisa kuona mpenzi wake anamtizama kwa kuvizia ama kiwiziwizi. Clarence aliendelea kufanya kale kama mchezo mpaka kuna wakati alijisahau kabisa. Alijikuta anagandisha macho yake kwenye sura ya Lisa kwa dakika nyingi sana. Lisa aligundua swala lile, hivyo akainua macho yake na awamu ile Clarence hakukopesha macho. Sasa ikiwa ni uso kwa uso kati ya Lisa na Clarence. Lisa aligundua kwamba ile angalia ya Clarence haikuwa ya kawaida kabisa. Ilibidi sasa Lisa aulize, Clarence mpenzi wangu, upo sawa kweli baba? Mbona unanitazama just like kuna kitu ambacho si cha kawaida unakiwaza juu yangu na unataka kuniambia? Ni kweli my dear,
kuna kitu nawaza. Haya mawazo yananijia kila mara ninapokutazama Mona. Hivi kweli wewe ni mpenzi wangu? Kila ninapokutazama na kuthaminisha uzuri wako, naona kabisa ulinipenda kutokana na huruma yako. Wewe ni mzuri sana Mona Lisa, ndio maana nawaza hivyo. Huruma? Huruma gani ya hivyo jamani? Yaani mimi nikuhurumie ili unigeuze kama kitumbua? Hakunaga huruma ya hivyo baba. Kama ipo basi huruma ndo mapenzi. Mimi sikukuhurumia, bali ulistahili hii nafasi. Nakupenda sana Clarence wangu. Kwa namna fulani maneno ya Lisa yalikuwa yanamchanganya mno Clarence. Yaani licha ya kwamba Lisa alikuwa na saliti penzi, lakini hakumuonesha Clarence ishara yoyote ya kutokumhitaji. Bado Lisa alionyesha kumhitaji Clarence, licha ya kwamba alikuwa anafurahi sana alipokuwa anapokea simu au message kutoka kwa Nelly. Katika nyakati ambazo Lisa alikuwa anachati na Nelly, Clarence alikuwa anafahamu kila kitu, licha ya kwamba Lisa alikuwa anazuga kuwa alikuwa anachati na marafiki zake. Clarence hakuwa na muda wa kufuatilia simu ya Lisa, hivyo alifanya shughuli zake huku akisubiri mitihani imalizike ili atoe tamko rasmi. Unaambiwa katika nchi ya kidemokrasia, moja ya sifa ya kiongozi bora ni kuwa na uvumilivu wa kisiasa, yani political tolerance. Uvumilivu wa kisiasa ni ile hali ya kiongozi mtawala kuweza kuvumilia na kudhibiti nguvu ya akili pale anapokosolewa, kukejeliwa na kupingwa na wapinzani wake. Lakini pia katika nchi ya ahadi ama nchi ya mapenzi, moja ya sifa ya mwanaume au mwanamke bora ni kuwa na uvumilivu wa kimapenzi, yani love tolerance. Love tolerance ni ile hali ya mtu kuwa na uwezo wa kufunga mdomo wake katika kipindi ambacho moyo unakuwa na furaha au huzuni iliyopitiliza. Kwa hatua ambayo Clarence alifikia, tunaweza kusema alikuwa kwenye kizio cha juu kabisa cha uvumilivu wa kimapenzi, yani maximum point of love tolerance. Licha ya kuwa kwenye maumivu makali moyoni, lakini alikuwa anamjali yule alomsababishia maumivu, kana kwamba hakukuwa na kitu ambacho kilitokea. Clarence alimfundisha Lisa, alikula chakula kilichopikwa na Lisa na walilala pamoja kama ilivyokuwa hapo awali. Ingawa walilala pamoja kwa kipindi kile, lakini hakufanya kabisa mapenzi. Hizo hisia za kufanya mapenzi angezitoa wapi Clarence? Stressi alizokuwa anazipitia kwa wakati ule zilimfanya amuone Lisa kama ni mwanaume mwenzake. Uzuri ni kwamba wenyewe walikubaliana kwamba wiki ile ya mitihani wasingeshiriki kabisa uzinzi, hivyo hakukuwa na mjadala kati ya hilo. NB wanaoshiriki tendo la ndoa ni wale tu walioana. Nyie wengine mnashiriki uzinzi, mnisamehe jamani. Itoshe kusema kwamba akili ya Clarence ilikuwa imepevuka kwa namna fulani. Clarence aliweza kudhibiti na kuutawala moyo wake badala ya moyo kumtawala yeye. Alichokifanya Clarence hakikuwa rahisi kabisa kufanywa na mtu yeyote yule kwenye dunia ya sasa. Sio siri, Clarence alikuwa anampenda sana Lisa. Ndio maana aliendelea kumtakia mema katika mitihani yake, licha ya kwamba alijua penzi lao lilikuwa katika dakika za mwisho kuvunjika. Siku ambayo Lisa alikwenda chuoni kumalizia mtihani wake wa mwisho, ndio siku ambayo Clarence alipanga kuondoka ndani ya Dar es Salaam kwenda nyumbani kwao Mtwara kwa ajili ya mapumziko. Lakini sasa kabla hajaondoka, Lisa alijaribu kumzuia Clarence asiondoke ile siku na kumtaka aondoke siku iliyokuwa inafuata. Ombi la Lisa lilifeli kwa Clarence kwa mara ya kwanza kabisa tangu wajenge mahusiano yao. Lisa mwenyewe alishangaa ni kwa nini Clarence alikataa ombi lake bila sababu yote ya msingi. Clarence hakuhitaji kuwa karibu na Lisa kwa wakati ule, ukizingatia alishamaliza majukumu yake ya kumuandaa kwa ajili ya mitihani. Mtaalamu hakutaka kuendelea kubaki ndani ya Dar es Salaam. Lakini sasa Lisa alitumia mbinu nyingi sana kumshawishi Clarence asiondoke ile siku. My dear, huoni kama ukiwa njiani unasafiri wakati ambao nitakuwa kwenye chumba cha mtihani, basi nitashindwa kuconcentrate kwenye maswali ya mtihani. Badala yake nitakuwa na kuwaza mpenzi wangu. Tafadhali mpenzi wangu, usiondoke leo. Naomba usubiri nimalize mtihani, alafu kesho
ndo uondoke? Si unakumbuka ulinipa nafasi ya kuomba vitu vitatu kwako? Basi hili ndo ombi langu la pili kwako. Naomba usiondoke leo baba. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Lisa kwenda kwa Clarence. Kauli ile ilimfanya Clarence asitishe safari yake na kumkubalia ombi Lisa. Sababu ya kukubali ni kutokana na ahadi ambayo aliwahi kupeana siku za nyuma kwamba kila mmoja aombe vitu vitatu kwa mwenzake na kila mtu lazima atimize kile atakachoombwa. Mpaka kufikia wakati ule ni kwamba Clarence alishaomba vitu viwili kwa Lisa na alikuwa amebakiza ombi moja tu, yani ombi la mwisho ama last wish. Lakini pia ombi la Lisa kwa Clarence kwamba asiondoke ile siku lilikuwa ni ombi la pili, hivyo na yeye alikuwa amebakiwa na nafasi moja tu ya kuomba chochote kile kwa Clarence. Mchezo huo omba upewe ambao Clarence na Lisa waliutambulishaga kwenye penzi lao haukumaanisha kwamba nyuma ya pazia walikuwa hawasaidiani. La hasha, walikuwa wanasaidiana sana kwa hali na mali. Ule mchezo aliubuni kwa lengo la kukuza uaminifu na kulinda ahadi katika penzi lao. Mara baada ya Lisa kumwambia Clarence kwamba lile lilikuwa ombi lake la pili kati ya matatu aliyotakiwa kuyaomba, Clarence alijikuta anashusha begi chini na kulirudisha ndani. Yani zile wishes zilikuwa ni kama sheria au amri kwao. Kwenda kinyume nazo ilikuwa ni sawa na kumtamkia mwenzako kwamba humpende. Wishes zile zilikuwa zimeandaliwa na viapo vizito vya damu. Kufuatia ombi la pili la Lisa, Clarence aliamua kubaki ndani ya jiji huku roho ikimuuma vilivyo. Siku ile Lisa alikwenda chuoni kufanya mtihani wa mwisho, mpaka kufikia majira ya mchana alikuwa tayari amemaliza mtihani. Hivyo alianza safari ya kurudi kwenye chumba cha Clarence ambako aliweka makazi kwa muda. Mara baada ya kufika alifungua mlango na kuingia ndani ambako hakumkuta Clarence kwa wakati ule. Lisa alisogelea simu yake kwa lengo la kumpigia Clarence, lakini alipoishika tu alikutana na missed calls nyingi sana. Zote zilipigwa na Nelly. Lisa alitoka nje kuangalia pande zote ili kuona kama Clarence alikuwa karibu na maeneo yale. Alitizama huku na kule lakini hakumuona Clarence. Hapo sasa Lisa akarudi ndani kisha akampigia simu Nelly na kuanza kuzungumza naye. Lakini sasa kwa bahati mbaya kwa Lisa na uzuri kwa Clarence, muda ule ule Clarence alikuwa amefika kwenye mlango wa chumba alichokuwa anaishi. Kabla hajagusa kitasa kuingia ndani, alisita kidogo baada ya kusikia sauti ya Lisa akiwa anazungumza na mtu kwenye simu. Clarence alisitisha zoezi la kuingia ndani, badala yake alitega sikio mlangoni na kuanza kusikiliza maongezi. Nelly jamani, si tulikubaliana na kesho mpenzi wangu? Mi leo siwezi kuja huko. Mi nimechoka bwana. Yaani nije muda huu wakati nimetoka kwenye pepa? Mi siwezi bwana. Wewe ndo washaka. Mi ni wako mbona. Kesho nitakuja. Utafaidi mpaka uchoke wewe. Jamani nasema kweli. I can't wait Abby. Nakuja leo hii. Tena muda si mrefu nakuja huko. Ngoja nijiandae kwanza. I say, haya mambo yasikie kwa Clarence tu, ila usiombe akukute. Yani hayo alikuwa mazungumzo kati ya Lisa na Nelly kwa njia ya simu. Kitu cha kuhuzunisha zaidi ni kwamba Clarence alikuwa ameisikia vizuri sauti ya Lisa na alishaelewa mazungumzo yote, japo sauti ya Nelly hakuisikia. Clarence alibaki pale mlangoni ameganda huko akitafakari jambo lile. Kule ndani Lisa aliingia bafuni kisha akaoga. Alipomaliza akaingia chumbani na kuvaa nguo za mtoko kisha akachukua mkoba wake na kuanza kuondoka. Ile kufika sebuleni tu alishtuka baada ya kumuona Clarence ameketi kwenye kiti. Dia jamani, umenishtua ujue. Umeingia muda gani? Mbona sijasikia sauti ya mlango kufunguliwa? Lisa aliongea kwa wasiwasi. Nimekuja sasa hivi tu. Vipi, mbona kama unatoka? Unakwenda wapi mchana huu? Hiyo ilikuwa ni sauti ya Clarence. Clarence my dear, nimepigiwa simu muda si mrefu. Nimeambiwa kwamba mama ni mgonjwa, hivyo naenda nyumbani mara moja. Laiti kama ningejua tatokea haya basi, ile asubuhi nisingekuzuia kuondoka. Maana mimi naondoka muda huu na sina uhakika kama nitarudi leo. Lisa aliongea. Okay, usijali kwa hilo dia. Wewe nenda.
kashughulikia mambo ya mama, nami kesho nitarudi kwa mama yangu. Kwa sasa naona kama itakuwa vizuri zaidi kama utaondoka kabisa na nguo zako, ili nami nifunge kabisa chumba changu hiyo kesho, Clarence aliongea. Haya bwana, naona ushaanza ubinafsi wako mwanaume. Lakini Clarence, kiukweli nitakumisi sana mpenzi wangu. Nahisi kama nitapata homa kukaa mbali na wewe kuanzia siku ya leo. Ila yote kwa yote, naomba nitumie muda huu kutakia safari njema, maana nahisi baadaye naweza kuwa bize kiasi cha kushinda kutumia simu au nisipatikane kabisa. Nahisi hatutaweza kuwasiliana kabisa hapo baadaye. Lisa alizungumza kauli hiyo ambayo ilikwenda kumtonesha Clarence jeraha la moyo. Kauli ya Lisa ilimuumiza sana Clarence kwa kuwa alishaelewa kwamba baadaye ya siku ile Lisa asingeweza kumpigia simu mbele ya Neli. Kwa namna moja ama nyingine, Lisa asingepatikana kwenye simu au asingeweza kupokea simu au kujibu message, kwa kuwa usiku mzima angekuwa kwenye kifua cha mwanaume mwingine. Kiufupi ni kwamba Lisa angefunga mawasiliano kati yake na Clarence. Clarence alitafakari kauli ya Lisa kisha akajibu kisomi zaidi. Mona Lisa, if one day we don't get in touch, remember the days I made you happy. Clarence alimwambia Lisa kauli hiyo akiwa na maana ya kwamba kama siku moja hawatakuwa na mawasiliano, basi akumbuke tu zile siku alizomfanya kuwa na furaha ama alizomfanya afurahi. Kauli ya Clarence ilimshtua sana Lisa kwa sababu ilikuwa na fumbo zito, na pia Clarence alizungumza kauli hiyo kwa hisia kali sana, huku akionyesha tabasamu lenye huzuni katika sura yake. My dear, mbona kama sijakuelewa hiyo kauli yako? Unamaanisha nini kusema kama siku hatutakuwa na mawasiliano? Kwa nini tusiwe na mawasiliano? Lisa alimuuliza Clarence kwa mshangao. Muda ukifika utaelewa na maanisha nini, ila kwa sasa wahi nyumbani ukashughulike na hali ya mama yetu. Sawa mpenzi wangu, Clarence alimjibu Lisa. Haya bwana. Lisa alizungumza kwa ufupi kisha akatoka nje na kuondoka. Tukio lile lilimuumiza sana Clarence. Yaani mtu anakuomba usiondoke ili muwe pamoja siku nzima, halafu yeye ndo anaondoka na kukuacha. Clarence alihisi kudharauliwa kwa marefu na mapana kufuatia tukio lile. Kwa hakika dharau zilizidi kiwango. Yote kwa yote, Clarence akaamua kumwacha Lisa aende kwa anayempenda, na yeye akaanza kuiwaza safari ya kurudi kwao Mtwara. Siku mbili zilipita bila uwepo wa mawasiliano kati ya Lisa na Clarence. Ndani ya hizo siku Clarence alijaribu kumtafuta Lisa, lakini simu ya Lisa ilikuwa haipatikani kabisa. Tukio lile halikumshangaza kabisa Clarence, kwani lilikuwa ndani ya matarajio yake. Katika nyakati hizo Clarence alikuwa kwenye viunga vya nyumbani kwao Mtwara, na Lisa yeye alikuwa kwa Neli. Clarence, una nini baba? Tangu umerudi na kuona kama haupo sawa mwanangu. Hilo lilikuwa ni swali ambalo Clarence aliulizwa na mama yake. Mama Clarence alimuuliza swali hilo baada ya kumuona mwanae hana furaha kabisa. Muda wote Clarence alionekana kuwa na msongo mzito wa mawazo uliomfanya mama yake apate wasiwasi, kwa kuwa kesi ya Ngoswe inamalizwa na Ngoswe na sio mito mingi wala mazoea. Clarence aliamua kumficha mama yake juu ya kile kilichokuwa kinampa stress. Clarence alimjibu mama yake kwamba alikuwa anawaza kuhusu mipangilio yake ya kazi, ukizingatia majukumu yashaongezeka upande wake. Mama alimuelewa mwanae, ingawa hakuamini jibu alilopewa kwa asilimia zote. Hisia zake zilimwambia kwamba Clarence alikuwa na mgogoro wa nafsi juu ya masuala ya kimapenzi. Haikuwa kawaida kwa Clarence kukaa masaa mengi bila kuwasiliana na Lisa, hususani kwenye nyakati ambazo Clarence alikuwa nyumbani kwao. Au wamegombana? Ngoja nimpigie Lisa nimuulize vizuri kama kuna shida kati yao, mama aliwaza baada ya kumuona Clarence hamuongelee Lisa wala hawasiliane naye tangu aliporejea kutoka chuoni. Mamake Clarence alichukua simu kisha akampigia Lisa. Kwa bahati nzuri simu iliita na kupokelewa. Walianza kufanya mazungumzo, na katika mazungumzo yao Lisa hakuonyesha dalili yote ya wao kuwa na ugomvi. Zaidi ni kwamba
alimwambia mkwe wake kwa ukimya wake ulichangizwa na matatizo ya kifamilia. Mara baada ya kumaliza kuongea, Lisa akaamua kumpigia simu Clarence, maana aliambiwa kwamba jamaa ni kama hayupo sawa tangu aliporejea kutoka chuoni. Hiyo sasa ilikuwa ni siku ya 3 baada ya zile 2 ambazo Lisa alikuwa kwa Nelly. Ile siku ya 3 Lisa alikuwa nyumbani kwao, ndio maana hata simu yake ilikuwa hewani. Wakati Clarence akiwa chumbani kwake amepumzika mnamo majira ya mchana, simu yake iliita na alipoangalia aligundua kwamba Lisa ndo alikuwa mpigaji. Clarence aliamua kupokea ile simu kisha akatuliza akili na kuongea na Lisa. Clarence, kwanza kabisa naomba unisamehe kwa kutokuwa hewani. Pili, nimekumisa na mpenzi wangu. Na 3 na mwisho kabisa ni kwamba nakupenda sana. Lisa alianzisha mazungumzo kwa staili hiyo. Vipi hali ya mama ipoje kwa sasa? Clarence alihoji kuhusu afya ya mama wa Lisa ambaye aliambiwa kwamba ni mgonjwa. Mama anaendelea vizuri kwa sasa, lakini mbona hunijibu kama umenisamehe mpenzi wangu? Lisa alimuuliza Clarence. Mwana Lisa, chochote unachokifanya kwangu kama kinakupa furaha basi hiko ni halali kabisa. Wewe huna baya kwangu, kwa hiyo sio ni kosa la kukusamehe. Haya bwana. Haya, niambie kitu basi mpenzi wangu. Lisa aliongea. Sina cha kukuambia Mona, ila nina ombi moja tu kwako. Nafikiri hili ndio litakuwa ombi langu la 3 na la mwisho kwako. Si unakumbuka nilibakisha ombi moja kati ya yale 3? Hiyo ilikuwa ni kauli ya Clarence. Ndio nakumbuka baba. Haya, niambie mume wangu, unataka nini? Lisa aliuliza. Ninachokitaka mimi hapa. Basi naomba tuachane Mona Lisa. That is my last wish kwako. Clarence aliongea na kufanya Lisa ashtuke kidogo. Hebu kuwa serious basi baba. Mbona kama unafanya utani hivyo lakini? Lisa aliongea. Unahisi ni utani sio? Okay, endelea kukariri maisha. Lakini mimi nimemaanisha kusema hivyo. Clarence aliongea huku akiwa amekaza sauti kukazia kile alichozungumza. Clarence, ukinipa sababu ya msingi ya sisi kuachana, basi nitaamini maneno yako. Lisa aliongea huku akiamini kwamba Clarence alikuwa anazungumza kwa utani. Sababu ya msingi ya sisi kuachana anaijua Nelly. Muulize Nelly hilo swali. Nadhani atakupa jawabu zuri. Clarence alizungumza kauli hiyo na kusababisha mshtuko mzito ndani ya moyo wa Lisa. Kwa hakika Lisa alishtuka mno. Alibaki akiwa ameshikilia simu huku akikosa neno la kuzungumza kwa wakati ule. Hapo sasa alianza kugundua kwamba Clarence alikuwa anamaanisha kauli yake ya kuachana. Mwana Lisa, una lolote la kuniambia kuhusu Nelly? Kwani Nelly ni nani Mwana Lisa? Clarence alimuuliza Lisa, lakini bado bimdada alibaki kimya, akiwa ameganda kana kwamba alipigwa na shoti ya umeme. Mwana Lisa, kikubwa ni kwamba usikae kimya ukijaribu kutunga hadithi ya kunieleza juu ya Nelly. Mapicha yote uliokuwa unanichezea nilikuwa naelewa kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ni hivi Mona Lisa. Clarence alianza kumueleza Lisa namna alivyogundua usaliti wake kuanzia siku ile aliyofuma message za siri za wawili hao. Mona Lisa, mimi hapa nilikuwa najua kwamba zile siku 2 kabla ya mtihani kuanza ulilala kwa Nelly, wala hukwenda kwa wazazi wako kuchukua baraka za mitihani kama ulivyokuwa umeniaga. Nilijua yote, ila sikutaka kukuambia yale matukio kwa sababu kama ningekuambia basi ningekutoa kwenye ari ya kufanya mitihani. Sikutaka kukuharibia mitihani yako Mona Lisa. Ndio maana nilifumba macho na kuamua kufundisha kwa moyo mmoja ili ufaulu mitihani yako. Yale yalikuwa mapenzi yangu kwako Mona Lisa. Lakini sio hilo tu, hata juzi na jana najua ulikuwa kwa Nelly na sio kwenu kama ulivyoniaga kwamba unakwenda kumguza mama yako. Sio siri, ulinidharau sana Mona Lisa. Clarence alizungumza kwa uchungu mkubwa kauli hiyo. Clarence, tafadhali sana mpenzi wangu, naomba usichukue maamuzi yote kabla hujanisikiliza. Naomba usiwaze kuniacha Clarence, kwani nakupenda kuliko unavyofikiria.
Nipe muda baba, nitakuelezea kila kitu kuhusu Nelly. Hilo ndo lilikuwa jibu la kwanza kwa Lisa kwenda kwa Clarence. Mona Lisa, utanieleza kitu gani tena ambacho sikijui kuhusu wewe na Nelly? Wewe si ndo kinyago cha Nelly? Nyie ni wapenzi ambao kamwe hamwezi kuachana. Bado nawaza Mona Lisa, hivi kwa nini uliniambia unanipenda wakati moyo wako ulikuwa na jina la mtu mwingine? Bado nawaza Mona Lisa, hivi ni kweli yale yote niliyokufanyia hayakutosha kukusahaulisha mahusiano yako ya nyuma na kunifanya mimi kuwa pekee ndani ya moyo wako? Mona Lisa, mimi hapa bado nawaza, hivi si ndo wewe ulisemaga kwamba nimefanikiwa kuziba ufa ndani ya moyo wako na ukaniahidi utabaki na mimi milele? Sasa Nelly amerudi vipi tena kwenye moyo wako? Hebu nipe majibu ya mawazo yangu Mona Lisa. Hivi ni eneo gani nilikuwa dhaifu kwako? Wapi sikufanikiwa kupaziba mpaka Nelly amepata nafasi ya kupenya tena? Clarence alizungumza kwa hisia kali sana, huku akitokwa na machozi ya uchungu. Kilichokuwa kinamtoa machozi Clarence ni kwamba aliamini Lisa ndo alikuwa mwanamke wa maisha yake na ndo mke wake mtarajiwa, na tayari alishamtambulisha mpaka kwa mama yake. Ilifika hatua mpaka alitaka kupeleka posa kwa wazazi wa Lisa. Siku zote aliamini ndani ya moyo wa Lisa alikuwa yeye peke yake, kumbe haikuwa hivyo. Kwa hakika Clarence aliumia sana. Upande wa pili Lisa naye alikuwa analia, huku simu yake ikiwa sikioni anasikiliza sauti ya Clarence. Clarence, kwa sasa siwezi kuzungumza lolote kwani moyo wangu una maumivu mazito sana. Naelewa ni maumivu kiasi gani unapitia kwa sasa. Kinachoniliza mimi muda huu ni kwa sababu najua hapo ulipo unapitia maumivu makali sana. Najua unalia muda huu Clarence. Najua unanipenda sana Clarence. Kwenye hii dunia hakuna mwanaume anayenipenda zaidi yako. Hata ukiniacha sidhani kama atatokea mwanaume atakayenipenda zaidi ya unavyonipenda wewe. Na kuomba tena mpenzi wangu, usichukue maamuzi yote mabaya juu yangu. Naomba usubiri, nitakueleza kila kitu. Lisa alizungumza huku machozi yakizidi kumtereleka. Mona Lisa, siwezi kufanya maamuzi mabaya katika hili, bali nitafanya maamuzi ya busara na yenye kufurahisha moyo wako. Najua wewe na Nelly ndo mlianza kupendana. Najua kwamba mimi ndo niliingilia penzi lenu. Najua kwamba unapataga furaha zaidi ukiwa na Nelly kuliko ukiwa na mimi. Kwa hiyo basi, kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu natamka kwamba nimeridhia kuachia penzi lenu. Sina kisasi chochote kwako Mona Lisa. Nimekusamehe kwa yote ambayo ulinitendea na kamwe sitoweza kukuvua wema na kukulipa mabaya kwa kosa moja. Nenda mama, nenda ukaishi kwa amani na yule unayempenda. Losing me as a lover doesn't mean you get an enemy. I will always be nicer to you, just as a friend. Go mama, go. Nakupenda sana, ila Nelson, yani Nelly, anakupenda zaidi. But usinikumbuke tu kwa madhaifu yangu, bali ukumbuke pia zile siku nilizokufanya wewe hapo uwe na furaha. Clarence aliongea kisha akakata simu. Kwenye kauli ile ya Kiingereza ambayo alizungumza Clarence, alimaanisha kwamba kunipoteza mimi kama mpenzi haimaanishi kwamba umepata adui ama nimekuwa adui, ila mara zote nitakuwa mwema kwako na kama rafiki. Wewe nenda tu mama. Alikuwa na maana hiyo. Siku 3 zilipita bila ya uwepo wa mawasiliano mazuri kati ya Lisa na Clarence. Lisa alijaribu kuomba sana msamaha kwa Clarence, lakini jitihada zake ziligonga mwamba. Clarence hakuwa tayari kuendelea na mahusiano na Lisa kufuatia ile tukio la usaliti lililokuwa limejitokeza. Kwa hakika kile ndio kilikuwa kipindi ambacho Lisa alimwaga machozi kwa wingi kutokana na maumivu ya kumkosa Clarence. Baada ya jitihada binafsi kugonga mwamba, Lisa aliamua kumtumia dada yake kumwombea msamaha kwa Clarence. Mary alimtafuta Clarence kwa njia ya simu
na kuzungumza naye kwa niaba ya mdogo wake, alimueleza Clarence hali halisi ya Lisa alipokuwa kwa wakati ule. Kwa kipindi kile Lisa alikuwa na maumivu mazito ndani ya moyo wake yaliyopelekea kumpa homa na hata chakula kilikuwa hakipandi. Muda wote Lisa alikuwa ni mtu wa kulala huku akilia. Wazazi wake walipogundua jambo lile walimuuliza mtoto wao ni kipi kilikuwa kinamsibu, lakini Lisa aliamua kudanganya kwamba alikuwa na homa tu. Yote kwa yote Lisa aliahidi endapo asingepata msamaha kwa Clarence basi angejitoa uhai wake. Clarence, mimi namjua vizuri Lisa tangu akiwa mdogo. Lisa ana roho nyepesi sana, hivyo anaweza kujiua kweli endapo hutomsamehe. Hiyo ilikuwa ni moja ya kauli ambazo Mary alimwambia Clarence kuhusu Lisa. Mary, kumsamehe mdogo wako na kuendelea kuwa naye kwenye mahusiano sio rahisi kama unavyofikiria. Hivi unadhani nitawezaje tena kuweka ahadi kwa mwanamke ambaye ana ahadi na mwanaume mwingine? Nitawezaje kumwambia Lisa kwamba yeye ndo mwanamke wangu wa milele? Nitawezaje kumwamini tena wakati ameshavunja tayari vikombe vya uaminifu? Kama alishindwa kulinda na kutunza ahadi zetu, sasa atawezaje kuutunza moyo wangu? Siwezi Mary, siwezi tena kuendelea kwenye mahusiano na Lisa ili hali ninajua sipendwi peke yangu. Inawezekana ni kweli mimi napendwa na Lisa, lakini nafikiri Nelly anapendwa zaidi. Hilo lilikuwa ni moja kati ya majibu ambayo Clarence alimjibu Mary. Hata Mary naye alishindwa kumshawishi Clarence kutoa msamaha kwa Lisa. Kwa hakika Clarence aliamua kukaza ubongo na kushikilia msimamo wake juu ya hatima ya penzi lake. Ingawa alikuwa anaumia, lakini aliamini ipo siku yale maumivu yangeisha na angefanikiwa kumsahau kabisa Lisa. Katika harakati za kutaka kuondoa stress, Clarence aliamua kuanza ratiba ya kufanya mazoezi. Kila siku jioni alikuwa anakwenda kwenye uwanja wa mpira wa miguu na kucheza pamoja na vijana wa rika lake pale kijijini. Clarence alikuwa na kipaji pia cha kusakata kabumbu, ila aliachaga kufuatilia huo mchezo tangu akiwa sekondari kwa kuwa hakutaka kuongeza matatizo kwenye familia yake. Matatizo yangetokea endapo angeumia uwanjani, hivyo angempa mama yake wakati mgumu katika swala zima la matibabu kwa kuwa maisha yao yalikuwa duni sana. Sababu hiyo ndio ilimfanya Clarence aweke mpira kando, kisha akawekeza akili zake darasani. Jioni moja wakati Clarence akiwa kwenye maeneo ya uwanja wa mpira, simu yake ilipigwa. Wakati wa Clarence alikuwa nje ya uwanja, ni kabla ya kuanza kwa mazoezi. Mara baada ya kuingia simu yake aliona namba ngeni ndio ilikuwa inampigia kwa wakati huo. Licha ya kwamba ile namba ilikuwa ngeni, lakini Clarence alihisi kama alishawahi kuiona ile namba. Clarence aliamua kupokea simu na kuitaja sikioni. Hello, mambo vipi? Bila shaka nazungumza na Clarence. Yes, ndo mwenyewe, wala hujakosea. Okay, sasa Clarence, naomba unisikilize kwa makini. Kijana mwenzangu, mimi naitwa Nelly. Nadhani hilo jina sio geni masikioni mwako. Mara baada ya yule mtu kujitambulisha kwa jina la Nelly, Clarence alishtuka kidogo. Hapo sasa akavuta picha kuhusu ile namba ya simu ambayo haikuwa ngeni machoni mwake. Mtaalamu alikumbuka vizuri ile namba ndio alionaga kwenye simu ya Lisa ile siku aliofumania message za kusalitiwa. Mpaka kufikia hapo alielewa kuwa alikuwa anazungumza na Nelly upi. Ni yule mpinzani wake kwa Lisa. Oya Clarence, mbona upo kimya? Uongee. Vipi, ushanijua tayari? Hapana, sikujui kabisa kwa sababu sijai kuwa na rafiki anaitwa Nelly, wala sijai kufanya biashara yoyote na mtu anayetumia hilo jina. Wewe toa maelezo, helo nyoka, ili nikuelewe. Okay, ni hivi Swahiba. Mimi naitwa Nelly, ni ex-boyfriend wa Lisa. Nimekupigia simu kwa lengo la kuzungumza na wewe mambo mawili ya msingi sana, kijana mwenzangu. Naomba unipe nafasi unisikilize japo kwa dakika 3 tu. Sasa tuzungumze nini mzee? Niendelee na penzi lenu. Mimi nimeshawaacha huru. Kama umenipigia simu kwa lengo la kuniambia niachane na Mona Lisa, basi usipoteze dakika zako kunielezea hayo masuala. Mimi nimeridhia kukuachia mwanamke wa ndoto zako. Kile ni kinyago chako mzee, kuwa huru kabisa.
Clarence, mimi sijakupigia simu kwa lengo la kukwambia hayo unayafikiria. Naomba unisikilize kwa makini ambacho nataka kukuambia. Okay, ongea na kusikiliza mister. Okay, ni hivi mwanangu. Nimekupigia simu kwa lengo la kukueleza mambo makuu mawili. Jambo la kwanza linahusu ombi la msamaha na jambo la pili linahusu ombi msamaha vile vile. Clarence, naomba unisamehe kijana mwenzako kwa kosa ambalo nimekutendea. Nitumia nguvu nyingi sana kumshawishi mpenzi wako akusaliti. Nakiri kwamba ni kweli siku za hivi karibuni Lisa alikuja kulala kwangu. Mimi ndo niliyefanya kosa Swahiba. Yule demu hakuwa tayari kukusaliti, ila mimi nitumia madhaifu yake kwa kuwa tulishakuaga wapenzi miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo mimi nahusika vipi kwenye hizo story mpaka unisimulie? Unajua nini Clarence? Nakwambia hivyo kwa kuwa nataka umsamehe Lisa. Lisa hakutenda kosa kwa amri yake, hivyo unatakiwa umsamehe mwanangu. Yule demu anakupenda sana kijana mwenzangu. Tena anakupenda kuliko kitu chochote. Ananipenda kuliko kitu chochote kile. Wewe jamaa, kwani unanichukuliaje mzee? Kwa hiyo umenipigia simu kwa lengo la kunikejeli sio? Hapana, sina lengo la kukejeli Clarence. Nilichokuambia sijamaanisha kwamba nakukejeli. Ukweli ni kwamba Lisa anakupenda sana. Hebu kaeni chini miamalize matatizo yenu ili penzi lenu lirudi kama lilivyokuwa hapo awali. Mimi ndo nilikuwa kikwazo pekee kwenye penzi lenu. Hivyo na kuahidi sitoingilia tena mahusiano yenu. Sitomtafuta tena Lisa wala kuzungumza naye jambo lolote. Mimi nina maisha mengine kabisa kwa sasa, na pia nipo kwenye mahusiano na mwanamke mwingine. Hivyo siwezi kuwa na Lisa. Hebu msamehe Lisa na mrudishe penzi lenu. Nelly aliongea kauli hiyo. Wewe jamaa, unajua kwamba wewe ni pimbi sana. Hivi unaweza kunipa sababu ya msingi inayokufanya unisisitize nirudiane na Mona Lisa? Clarence alimuuliza Nelly. Of course, sababu ni moja tu. Kama utashindwa kumsamehe Lisa, basi kuna jambo baya sana linaweza kutokea. Hilo jambo litakugusa wewe moja kwa moja kama ndo msababishaji, lakini pia hata jina langu litakuja kutajwa ndani ya tukio hilo. Kama jina langu likitajwa na kusikika kwenye masikio ya wazazi wa Lisa, sijui atalipokeaje. Nawaza pia itakuwaje kama rafiki yangu Sam au kaka wa Lisa atalisikia jina langu ndani ya tukio hilo. Kiufupi ni kwamba kuna hadithi ya maisha yangu ndani ya familia ya kina Lisa. Ipo hivi. Nelly aliongea maneno hayo na kuanza kumsimulia Clarence mahusiano yaliyopo kati yake na ile familia ya Lisa. Kiufupi ni kwamba Nelly alikuwa rafiki wa Samson ambaye ni kaka yake Lisa na Mary. Urafiki wa Nelly na Samson ulianza tangu alipokuwa kidato cha kwanza. Urafiki wao ulikwenda mbali zaidi mpaka ilifikia kipindi walikuwa kama ndugu wa familia moja. Nyumbani kwao Samson, Nelly alikuwa na mamlaka ya kuingia na kutoka muda wote. Lakini pia hata Samson alikuwa na uwezo hata kuchangia mada kwenye vikao vya familia ya Nelly. Urafiki wao ulijulikana mpaka wazazi wao. Wazazi wa Nelly walikuwa na kipato cha kawaida sana na walikuwa wanaishi kwenye nyumba ya kupanga, tofauti na ilivyokuwa kwa Samson ambaye wazazi wake walifanikiwa kujenga nyumba. Urafiki wa Nelly na Samson ulipelekea Nelly ahamishe makazi yake nyumbani kwa kina Samson ili kuepuka changamoto ya umbali uliokuwepo kutoka kule walipokuwa wanaishi wazazi wake mpaka ilipokuwa shule. Mr. Peter na mkewe waliamua kumpokea na kuishi na rafiki wa mtoto wao, yani Nelly, ili kumfanya awe karibu na mazingira ya shule. Wazazi wa Samson waliishi na Nelly kama mtoto wao wa damu, kwani walimpatia mahitaji kama walivyokuwa wanapatia watoto wao. Nelly aliishi kwa wazazi wa Lisa tangu alipokuwa form 2 mpaka kufikia form 6. Mara baada ya kuhitimu form 6, Nelly alijiunga na chuo katika ngazi ya diploma ambayo ilimgharimu miaka 2. Samson yeye aliamua kupita njia ya mkato kwa kuamua kujiunga na jeshi la polisi. Marafiki hao hawakufanya vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho ya kumaliza form 6, ndio maana walishindwa kwenda chuo kikuu kusomea shahada ya kwanza, yani degree. Matokeo yao yalichangizwa na tabia zao
kwani waliendekeza sana mapenzi kuliko masomo. Vijana walikuwa wanashindana kwenye takwimu za mapenzi. Nani alikuwa na wachumba ngapi? Nani alikuwa na wachumba wazuri? Nani alikuwa na soga kali? Kiufupi ni kwamba Nelly na Sam walikuwa malava boy. Walitembea na wanafunzi wengi wa kike walipokuwa shuleni. Mara baada ya kuhitimu chuo, katika ngazi ya diploma, Nelly alipata bahati ya kufanya kazi na kampuni fulani nchini ambayo ilikuwa inahusiana na masuala ya miradi na utafiti wa kibiashara. Nelly alianza kazi nje ya nchi baada ya kusafirishwa na kampuni. Alikaa nje ya nchi kwa muda wa mwaka mmoja na baada ya hapo alirejea nchini kuendelea na kazi kwenye kampuni ile ile iliyokuwa imemwajiri. Ukweli ni kwamba Mr. Peter na mkewe waliamua kumfuga fisi kwenye zizi la mbuzi bila kufahamu lolote. Tabia ya kupenda wanawake ilimfanya Nelly amtamani Lisa kimapenzi tangu Lisa alipokuwa shule ya msingi. Tangu kipindi hicho Nelly alianza kumpigia mahesabu Lisa huku akimvutia subra ili akuwe kidogo. Baada ya miaka kadhaa Lisa alianza elimu ya sekondari na alipofika form 3 Nelly aliamua kuchanga vizuri karata zake na hatimaye alifanikiwa kumshawishi mtoto wa kike kuingia kwenye ulimwengu wa kubwa. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa penzi la Lisa na Nelly. Penzi lilidumu kwa muda mrefu, ila baadaye kuna mambo yalitokea kwenye mahusiano yao, hivyo wakaachana mazima. Mwezi mmoja baada ya wawili hao kuachana, Nelly ndio alipokuja kuajiriwa na kwenda nje ya nchi ambako aliishi kwa mwaka mmoja kikazi. Na mrejeo wa Nelly nchini ndio ulikuwa mwanzo wa misukosuko ndani ya penzi la Lisa na Clarence. Kiufupi ni kwamba Clarence alikuwa ameshikilia nafasi ya mwenzake kwa muda tu. Basi hiyo ilikuwa ni story ambayo Nelly aliamua kumsimulia Clarence ili amsamehe Lisa. Nelly aliamua kumueleza Clarence story ile ili kuthibitisha kwamba wao walishaachana na hawezi tena kwa wapenzi. Alimueleza Clarence chanzo cha wao kuachana ni baada ya siri yao kujulikana. Sam ndo mtu ambaye aligunduaga kwamba rafiki yake yani Nelly alikuwa anatoka kimapenzi na mdogo wake ambaye ni Lisa. Jambo lile lilimuumiza sana Sam kwa sababu kuu tatu. Kwanza kabisa, familia yao ilimtendea Nelly fadhila nyingi sana mpaka ilifikia hatua walimjumuisha kwenye ile familia. Lakini sasa mwisho wa siku Nelly aliamua kumlaghai na kumharibia usichana mtoto wa kike wa ile familia. Ikumbukwe kwamba kipindi hicho Lisa alikuwa bado mdogo kiumri na alikuwa mwanafunzi. Alichokifanya Nelly ni kumtoa Lisa kwenye ramani ya masomo ya shule na kumuingiza kwenye mapenzi akiwa form 3. Wazazi walikuwa wanamfungia Lisa ndani, yani geti kali, ili asipate muda wa kurubuniwa na vijana wa hovyo mtaani. Kumbe kijana wa hovyo alikuwa ndani ya nyumba yao bila wao kufahamu chochote. Sababu ya pili iliyomfanya Sam aumizwe na swala la Nelly kutoka kimapenzi na Lisa ni kwa kuwa Nelly alikuwa rafiki yake. Kwa nini rafiki yake atoke kimapenzi na dada yake? Kwa nini iwe hivyo? Wakati dada wa rafiki yako, dada yako pia. Kwa hakika Sam alihisi kudharauliwa na Nelly. Hii ilibeba tafsiri halisi ya msemo usemao kikulacho kingoni mwako. Siku zote anayekutenda mabaya huwa hatoki mbali, bali anakuwa mtu wako wa karibu, tena anayefahamu madhaifu yako. Sababu ya tatu ambayo ilimfanya Samson atamani kumfyonza makamasi Nelly ni baada ya kukumbuka kwamba Nelly alikuwa ni mtu mwenye wachumba wengi sana, hivyo alifahamu kwamba dada yake alikuwa anachezewa tu, na isitoshe wazazi wake walikuwa wanapoteza pesa nyingi sana kumsomesha. Sam alikuwa anafahamu wachumba zaidi ya watatu wa rafiki yake Nelly, hivyo swala la dada yake kuunganishwa kwenye ile cheni lilikuwa halikubaliki kabisa. Yaani sio kwamba Lisa angechezewa, bali angekuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa ya zinaa ambayo yangekatisha ndoto zake. Nani angeweza kukubali jambo kama lile? Limtokea dada yake. Alichokifanya Sam ni kutumia diplomasia kwanza. Alikaa chini na Nelly kisha akamuomba achane na Lisa mara moja kabla hajafikisha taarifa kwa baba yake. Baada ya kuona kwamba siri ilikuwa tayari imefichuka, Nelly hakupinga. Alichokifanya ni kuanza kwa kumuomba Sam msamaha kwa ule upuuzi aliokuwa ameufanya, kisha akamwahidi kwamba hatoendeleza penzi na Lisa. Nelly alihofia taarifa ile kufika kwa Mr. Peter ama babake Lisa, kwa kuwa alitendewa mazuri mengi sana na ile familia, na kubwa zaidi ni kwamba kwa wakati ule Mr. Peter alikuwa anafanya mchakato wa kumuunganisha Nelly
kwenye kampuni ya miradi na tafiti za biashara na masoko. Ikumbukwe kwamba Mr. Peter alikuwa mtumishi wa serikali, hivyo alikuwa anafahamiana na watu wakubwa kwenye taasisi nyingi za ajira. Kwa kuwa Nelly hakutaka kutia mchanga kitumbua chake, alichokifanya ni kumwambia Lisa kwamba penzi lao limefika tamati. Lisa alihoji sababu na Nelly alimwambia kila kitu bila kumficha. Kwa kuwa Lisa alilambishwa sukari, hakutaka kabisa kusikia kitu kiitwacho kuachana. Alimwomba sana Nelly asimwache, kwani alikuwa anampenda sana. Maombi ya Lisa kwa Nelly hayakufanikiwa, kwani Nelly hakuhitaji kuharibu mipango yake ya maisha kizembe. Tangu hapo Nelly alikata mawasiliano na Lisa kwenye mada za kimapenzi, na mpaka kufikia ile siku ambayo Nelly alikwenda nje ya nchi kikazi, hakumwaga Lisa wala hakumpa matumaini kwamba amsubiri ipo siku angerudi na wangeishi pamoja. Nelly aliondoka nchini na kumwacha Lisa kwenye majonzi mazito. Hayo yalikuwa ni machache kati ya mengi ambayo Nelly aliamua kumueleza Clarence juu ya mahusiano yake na Lisa yalivyokuwa huko nyuma. Baada ya kumaliza kwa hadithi ya story hiyo, Nelly alimwomba sana Clarence aendelee kuwa na Lisa, huku akimwahidi kwamba asingeingilia tena penzi lao. Nelly alimkumbusha pia Clarence kwamba Lisa alikuwa kwenye huzuni kubwa sana kwa kipindi kile, hivyo alikuwa anahitaji furaha. Mtu pekee aliyekuwa anaweza kumfurahisha Lisa kwa wakati ule alikuwa ni yeye Clarence tu. Oya Clarence, vuta shuka na ujifunike kabla hapaja kucha, na kukumbusha kwamba hatima ya maisha ya Lisa ipo mikononi mwako. Kama utaruhusu mwanamke umpendaye afe, basi atakufa pengine hata leo, na kama akifa basi tambua kwamba wewe ndio utakuwa umesababisha. Mimi nimeshajiondoa kwenye penzi lenu, hivyo sihusiki na chochote kile. Hiyo ilikuwa kauli ya mwisho ya Nelly kwenda kwa Clarence. Kusuka ama kunyoa, hakujua ni kipi kingekuwa sahihi kwenye kichwa chake kwa wakati ule. Kwa hakika Clarence alijikuta amechokonolewa upya kwenye medula oblongata yake. Ile morali na hamu ya kucheza mpira ilimwisha kabisa. Hakuwa na wazo tena la kuendelea kubaki pale uwanjani, hivyo akaamua kurudi nyumbani kwao. Ukweli usiopingika ni kwamba japo Clarence alipanga kumwacha Lisa mikononi mwa Nelly, lakini bado alikuwa anampenda sana. Lengo kuu la kumruhusu Lisa aende kwa Nelly ni kwa kuwa alitambua kwamba kuondoka kwake moyoni mwa Lisa usingeacha majonzi wala pengo. Clarence aliwaza hivyo kwa kuwa aliamini Nelly mmoja ni sawa na Clarence gunia 3.5 ndani ya moyo wa Lisa. Hiyo ndio ilikuwa sababu pekee iliyomfanya Clarence aachane na Lisa. Lengo ni kumwacha huru Lisa aishi na mwanaume wake wa kwanza kabisa kumpenda. Clarence aliamini kwamba pengine yeye alipendwa na Lisa kwa sababu Nelly hakuwepo nchini. Laiti kama Nelly angekuwepo, basi Lisa asingehitaji faraja kutoka kwa mwanaume mwingine. Ujio wa Nelly ulimfanya Clarence aridhie kumruhusu Lisa aende kwa mwanaume ampendaye. Lakini sasa katika vitu ambavyo vilikuwa vigumu kueleweka kwa akili ya kawaida, basi kimoja hapo kilikuwa ni moyo wa Lisa. Kwa hakika ilikuwa ni rahisi sana kwa mwanafunzi wa darasa la 7 kujibu swali la chuo kikuu kuliko Lisa kujibu swali la nani anampenda kati ya Clarence na Nelly. Kama wahenga walisema moyo wa mtu ni kichaka, wakiwa na maana ya kwamba huwezi kujua kile anachokiwaza na kukifikiria, basi Clarence alihisi moyo wa Lisa haukuwa kichaka bali ulikuwa ni msitu. Ukweli ni kwamba miaka kadhaa iliyopita tangu Nelly na Lisa waachane, Lisa aliumia sana na alihisi kabisa Nelly alikuwa ameacha pengo kubwa sana ndani ya moyo wake kwa namna alivyokuwa anampenda. Hakuamini kama kuna binadamu yeyote ambaye angetokea na kuziba ule mpasuko. Bimdada aliamini kwamba Nelly ndo alikuwa mwanzo na mwisho wa reli kwake. Imani yake ni kwamba kilichokuwa kinafanywa na Nelly basi hakukuwa na mwanaume yote aliyekuwa na uwezo wa kukifanya. Tangu kipindi hiko mtoto wa kike alibaki na ufa mkubwa ndani ya moyo wake. Kila siku wanaume walikuwa wanamfuata kwa lengo la kutaka kuziba ufa, lakini hakuna hata mmoja ambaye alifanikiwa kupenya ndani ya moyo wa bimdada. Lisa aliamini maumivu ndio alikuwa sehemu ya maisha yake, kwa sababu aliyekuwa na ufunguo wa moyo wake ni yule Nelly ambaye alikuwa nje ya nchi. Swala hilo lilimfanya Lisa alie siku zote. Lakini sasa wakati akaendelea kulia, ghafla
alitokea mtu. Mtu ule alikuwa na ufunguo wa bandia ambao aliutumia kuufungua moyo wa Lisa. Moyo ulifunguka, jamaa akaanza ujenzi ndani ya moyo wa bimdada na hatimaye alifanikiwa kuuziba ule ufa. Yale maumivu ndani ya moyo wa Lisa yalipotea baada ya yule mtu kufanya vitu vizuri, tena ni mara 2 zaidi ya vile vilivyokuwa vimefanywa na Neli. Lisa alidumu kwenye furaha ya yule mtu mpaka kuna wakati alikuwa anajuta ni kwa nini alichelewa kumfahamu yule mtu. Neli hakukumbukwa tena. Jina lake lilifanikiwa kufutwa ndani ya moyo wa bimdada na kuandikwa jina la mtu mwingine. Mtu huyo hakuwa mwingine bali alikuwa ni Clarence. Sio kwamba Clarence hakufanikiwa kufuta jina la Neli kwenye moyo wa Lisa, la hasha. Alifanikiwa kufuta, lakini tatizo ni kwamba Clarence alikuwa na ufunguo bandia wa kuingilia ndani ya moyo wa Lisa na Neli alikuwa na ufunguo original, ndio maana wote walikuwa wanaingia ndani ya moyo wa Lisa. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya Lisa kuwa njia panda. Bado alikuwa anampenda Neli na pia hakutaka kabisa kusikia swala la yeye kuachwa na Clarence. Huyu binti vipi jamani? Eti jamani,